Katiba imetoa majukumu. Imeweka upande mmoja haki, imeweka upande mwingine wajibu. Haya yote lazima tuyafuatilie, na wala hatutapuuza hata moja. Ndio maana katika majukumu yangu ya kila siku, popote ninakopita, nikikuta kuna mtu amecheza na haki ya Mtanzania, na kuwa mbogo kweli kweli, kwa sababu hili ni jambo muhimu na jambo sio la kuchezea. Lakini hivyo hivyo katiba imetoa wajibu wa kila mtu. Sasa sisi kama serikali, na sisi tuna wajibu wa kutimiza. Tunapokuwa tunatimiza wajibu, hasa unaohusu taifa letu na wananchi wake wa Tanzania, haya ni mambo makubwa, hatupaswi kuyachukulia mzaha wala kubishana. Hatutaki kukumbushia mambo ambayo yameumiza watu. Yalitokea mambo mwishoni mwa mwaka jana ambayo yameumiza watu. Hatutaki kukumbushia hayo wala kupitia wala kurudia mambo ya aina hiyo. Sasa nilisema jana, tukaanza kusikia viashiria vya aina ile, kama vile ambavyo vimetugharimu maisha ya watu, vimetugharimu heshima ya taifa letu, vimetugharimu rasilimali, vimetugharimu umoja wetu. Na watu wengine wanafanya mizaha hivyo, na wengine wanachukulia mizaha hivyo. Sasa nilisema jana, nitapita na leo, ikiwa sehemu ya kusalimia, nifafanue haya. Moja ya jambo ambalo hatuna mzaha nalo ni kuhusu ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa Watanzania na ulinzi wa rasilimali za Tanzania. Haya si mambo ya mzaha, wala hayana upande, wala hayana pande mbili. Haya ni mambo ya aina moja tu, yanaihusu Tanzania na Watanzania wake. Kwenye hili hatuna makundi. Jambo la usalama wa nchi yetu, hili halina pande. Tanzania ina vyama vya siasa, lakini hivi vyama vya siasa vipo tu kwa sababu kuna Tanzania. Hata dini zetu tunaweza kufanya hizo ibada kama pana amani. Pakichafuka, waulizeni walioko kwenye machafuko kama wanakumbukaga ibada. Kwa hiyo panapokuwepo na viashiria vya kukosekana kwa usalama wa nchi, hicho ndio kipaumbele. Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Sisi kama serikali wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa, viko kikatiba. Wala watu wasije wakachanganya haya mambo. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Lakini tuna jambo ambalo tuna wajibu nalo la kuhakikisha nchi yetu iko salama na Watanzania wako salama, na hilo ni jambo la kipaumbele. Hilo ni jambo la kipaumbele. Hatupuuzi hata chembe yoyote linapokuja jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa wananchi wake. Tumeambiwa na haya sio siri, kwa sababu hata ninyi mnasikia huko. Tukaambiwa kuna watu wanafanya hivi na hivi, wanafanya hivi na hivi. Tumefuatilia tukajiridhisha
Wapo wabaya, maadui wa taifa letu, wanafanya michezo ya aina hiyo. Wanataka kuwatumia vijana wa Kitanzania kwa maslahi yao binafsi. Kama serikali ambao tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, tuna wajibu wa kulinda maisha ya Watanzania, tuna wajibu wa kulinda rasilimali za Watanzania, hatuwezi kupuuza jambo la aina hii. Kuna wengine ambao tumeshawakamata. Wapo ambao wao wanalipwa, wanataka wawaandikishe vijana wa Kitanzania wawapeleke barabarani, na wameleta na watu wa kuwapiga vijana wa Kitanzania ili baadaye waichafue nchi yetu. Haya mambo hatuwezi tukaruhusu. Kuna kijana mmoja wilaya moja, kila mwezi analipwa milioni 3 kwa ajili ya kushawishi na kusajili vijana waingie barabarani. Anafanya hayo yote. Wale wanaomlipa wana faida gani na nchi yetu? Wanataka kunufaikaje na hayo wanayoyapanga? Haya mambo lazima Watanzania tuambizane ukweli. Kuna watu wana nia mbaya na nchi yetu. Mwingine analipwa milioni 5. Na tulipomuuliza ametoa siri nyingi tu. Anatumwa, na wale wanaomtuma tunajua waliko pia. Na wale wanaomtuma na wao wanafugwa, wanalipwa kwa ajili ya shughuli ya aina hii. Na ndio maana kila siku wanaweka mikakati ya uhalifu, wanapanga siku zenye matukio ya kukusanya watu. Ndio maana siku ile moja yule akakamatwa, wakiwa wametangaza Disemba, tarehe 9 Disemba, moja akakamatwa pale mpakani akiingia na mabomu. Mabomu ya nini? Walikuwa wanajua watu akishasambaa wawarushie, alafu baadaye lawama ziende kwa polisi, lawama ziende serikalini, nchi ichafuke, watimize malengo yao. Watanzania, hii michezo tuikatae na wala tusipe nafasi. Hatuwezi tukaruhusu michezo ya aina hiyo, na wala mtu wa aina hiyo hatutacheka naye. Hatutacheka na mtu wa aina hiyo. Hatutafanya mchezo, na wala tusitaniane wala tusidanganyane. Hatutafanya mchezo na mtu wa aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu vitu vya aina hii, na wala hatutaruhusu nchi yetu iwe nchi ya kutangaziana tu kwamba siku fulani tunataka kufanya hivi. Hatutaruhusu pia. Nchi yetu ina katiba. Hii ya vyama vya siasa wala wasipitie huko. Sisi hatuna mzozo na wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hata sisi wa serikalini tuna chama chetu. Ndio katiba inavyosema, hamna serikali itaundwa bila kupitia chama chochote cha siasa. Wala hatuna mzozo na vyama vya siasa.
Na hata hiyo tukishajihakikishia na swala hili la usalama, tarehe ngapi hiyo imepita, 8 9 hapo imepita, wataendelea tu na mikutano. Lakini jambo la usalama wa Tanzania na Watanzania ni jambo la kipaumbele, tena na yeyote atakayebishabisha kuhusu hatua zinazochukuliwa, na yeye itabidi tumchunguze. Ana maslahi gani na jambo hilo? Sisi tunataka nchi iwe salama. Tunataka hata hao wanaofanya mikutano ya hadhara wawe salama.